uzima wa milele. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba wa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Wokovu kamili zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu. Wanaomwamini na kuungama mara moja wale husamehewa. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba wa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Alitufundisha mambo makuu, alihakikisha wokovu wetu. Lakini zaidi ajabu kufa Yesu atakuja na tutamwona. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Tutafute nafasi tuweze kupata upya. Asante Baba na Muumba wetu, ni nafasi ya kipekee Baba, wameona ni vema wana na binti zako waweze kuja miguuni pako. Tunaomba utulivu katika mioyo ya watu wako. Tunaomba rehema na neema katikati yetu. Tunaomba upendo wako usidi kudumu hata milele zote. Asante Baba kwa sababu umetuajalia, umetulinda kwa wakati ambao tumekuwa tunaanguka miguuni pako sehemu mbalimbali. Na asante Baba kwa sababu umesikia kilio cha watu wako. Wakati huu tunapoanza ibada ya siku ya leo, tunajiachilia mikononi pako. Tutendee, tufunulie, tupatie utafiti wa kipekee ili tuweze kufahamu maandiko, ili hatimaye tuweze kufahamu ni wakati gani tunapoishi na ni wakati gani ambapo Kristo unaporudi mara ya pili. Tuunganishe na mbingu, tujalie katika mambo ambayo yatatendeka, neno lako ambalo litatolewa na utumishi wako. Asante kwa sababu utakuwa mwenyekiti. Asante kwa sababu utakuwa kimbilio. Asante kwa sababu utakuwa ni chemichemi tunapoanza programu ya siku ya leo. Asante kwa sababu neema yako itakuwa nyingi. Asante kwa sababu Baba, wale ambao wasikii vyema sehemu mbalimbali, asante kwa sababu utawafikia na mahitaji yao utayatimiza sawa sawa na mapenzi yako. Asante kwa sababu wema wako utazidi kudumu katika maisha ya kila mmoja wetu. Tubariki pamoja na familia zetu, familia ya kanisa lako ulimwenguni pote la Kiadventista, na hata wacha wako wote wanapo
kuja miguuni pako. Asante kwa sababu utawapokea, wafute machozi, na hata wengine wamekuwa wanalia kwa muda huu wote. Asante kwa sababu umesikia kilio chao. Baba, tenda mahali ambapo tunaona giza, tunaomba ya kwamba nuru yako iweze kuonekana. Tembea pamoja nasi hatua zetu zote, hatimaye Kristo tuweze kuandalika kwa ajili ya ufalme wako. Bariki wakubwa kwa wadogo, na hata asante kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya, tunaomba ya kwamba ukaibariki. Bariki viongozi na kanisa lako kutoka eneo la juu hata katika kanisa lako. Hebu mapenzi yako yatendeke, wema wako wewe pamoja nasi sasa na hata milele, ni kupitia kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Asante sana. Bwana asifiwe. Nataka niweze kuwakaribisha kwa njia ya kipekee. Jisikie miguuni pa Yesu. Ni muda mrefu ambao tutakuwa miguuni pa Yesu kwa njia ya kukaa katika nyumba yake, lakini naamini ya kwamba tutakuwa pamoja naye na malaika zake watakuwa pamoja nasi siku hii ambayo ni ya Sabato. Tunaomba utulivu na tunaomba neema yake iweze kuwa nyingi katika maisha yetu. Asante sana. Nataka moja kwa moja tuweze kuingia katika kipindi cha lesson discussion, na naomba ya kwamba we have only 15 minutes. Tafadhali kiongozi katika idara hiyo, 15 minutes peke yake. Kwa hivyo unapotembea ujue ya kwamba una muda mfupi ili uweze kufika destination kwa mapenzi ya Mungu. Karibu dada Maureen kwa ajili ya kipindi hicho, na Bwana aweze kutubariki. Happy Sabbath, church. Happy Sabbath once again. We have very minimum time, 15 minutes. Nataka kuamini ya kwamba kila mtu tumeweza kusoma lesoni zetu katika manyumba yetu. Lesoni ya kota hii ni lesoni ambayo inatuelekeza kutengeza marafiki. Kwa nini? Kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mkombozi wetu Yesu Kristo. Sasa moja kwa moja nataka tupate kuingia katika lesoni hii. Nataka tumuone huyu Yesu alivyotengeza wanafunzi katika ulimwengu huu. Je, aliweza kuwavuta watu vipi kuwaleta katika zizi lake? Tuko katika lesoni ya 3. Lesoni ya 3 inazungumzia nini? Seeing people through Jesus' eyes. Kuangalia watu kwa mtazamo wa Yesu Kristo. Mara ngapi sisi kama watu, kama Wakristo waliokombolewa na Yesu, tumeangalia watu kwa mitazamo tofauti? Mara ngapi sisi kama watu ambao tumeitwa kwa jina la Yesu Kristo, tumeangalia watu na kutoa hukumu kulingana na nani? Kulingana na mitazamo yetu ya ulimwengu, kulingana na dhambi za yule mtu alizozitenda katika maisha yake ya kale. Leo hii katika Sabato hii ya leo, katika lesoni hii ya leo, nataka tupate kuangalia watu kutokana na nani? Kutokana kwa jicho la Kristo. Nataka tuone jinsi Yesu alivyomwangalia mwanadamu. Alivyokuwa anatembea hapa chini ya jua, alimwangalia vipi katika mwanadamu. Tunapochukua key text, inatoka katika kitabu cha Mathayo 4:19. Inasema, kumbuka hapa, hii ni verse ambayo Kristo alipokuwa anazungumza na wanafunzi wake, Petero na Yohana. Walipokuwa kule baharini. These were expert fishers of fish. Lakini leo hii Kristo anatoa amri. Anawaambia kwamba nataka kuwachukua mkafanye nini? Mkakuwe wavuvi wa watu. Inasema 4:19, then he said unto them, follow me and I will make you fishers of men. Yesu alikuwa anaangalia watu kwa mitazamo ambayo sisi hatuwezi tukaangalia. Yesu alipokuwa anachukua mwanadamu hapa chini ya jua, alikuwa anaona it was a possibility. What? A possibility ministry, actually, let me call it that way. Kwa sababu Kristo alipokuwa anakutana na kila mwanafunzi, alipokuwa akikutana na kila mwanadamu ama kila mdhambi, alimuelekeza kumfahamu yeye. Tuangalie story ya Mary Magdalene.
Mary Magdalene alikuwa ni mdhambi ambaye alikuwa ashatolewa hukumu na nani? Na wale watu waliokuwa katika ulimwengu, the Pharisees and the scribes. Tayari walikuwa wamefanya nini? Wametoa hukumu katika maisha yake kwa sababu kwa kazi yake ukahaba. Lakini Kristo tunamuona anamwangalia Mary Magdalene kwa mtazamo tofauti. Anampa fursa, naona upendo ambao huyu Mary atakapobadilishwa na kuletwa karibu naye, ataonesha ule upendo ambao haujaonekana. Na hakika tunamuona huyu mwana wa Daudi anapoangikwa msalabani, anatolewa pale, anaingizwa kaburini. Nani wa kwanza kufika pale? Mary Magdala, sivyo? Sasa Yesu alimtazama mwanadamu kwa njia ambayo ni tofauti. Tumemwangalia huyu mwanamke Msamaria, mwanamke ambayo alikuwa anajua katika hulka yao, katika mila zao ni kwamba mwanadamu watu hawatengamani. Lakini tunamuona yeye alipompa Yesu masikio, alipotaka kumsikiza, basi alifanya nini? Yesu aliweza kumbadilisha, na hakika akakuwa ni the first preacher to the very many people in her village. Sisi kama Wakristo tunawaangalia vipi wanadamu? Tunawaangalia vipi watu ambao tunatangamana nao katika maisha? Tunawapa fursa ya kuweza kuwaelekeza na kuwaleta karibu na Kristo. Hii ni changamoto ambayo mimi leo katika lesoni hii ya 3 imeweza kuniguza, ya kwamba tunapotangamana na watu katika dunia, tunapoishi katika ulimwengu huu, wacha tumwangalie mtu kama mtu ambaye amefanya nini? Amepata kibali machoni pa nani? Machoni pa Mungu. Petro alikuwa ni big mouthed man, mtu ambaye alikuwa hanyamazi na hasira yake ilikuwa karibu. Lakini Kristo alimwangalia kaona kwamba huyu ni mtu ambaye nikamweka katika kundi langu, ni mtu ambaye atakuwa passionate about my work. And believe what? Yesu alipopaa mbinguni na Roho Mtakatifu akawashushia, Petro aliweza kuhubiri, watu wangapi wakabatizwa? Watu 3,000, sivyo? Sasa ni mtu, Yesu alikuwa anaangalia zaidi ya unyonge wetu, zaidi jinsi ya mwanadamu anafanya nini, anatuangalia. Nataka tuangalie katika siku ya yaitwa Sunday, Jumapili, inazungumzia kuhusu a second touch. Wewe katika maisha haya ushaimpa mtu maisha, ushaimpa mtu nafasi ya kumjua Yesu? Ushaimsongeza mwanadamu karibu na kumjua mfalme? Manake tunaambiwa kwamba sisi kama wanadamu tunafaa tusimame kwa imani kwa wale watu ambao hawana nini? Ambao hawana imani. Ukisoma kisa cha huyu mwanamke aliyokuwa katika kile kisima cha Bethsaida, alikuwa ameketi pale, kinapatikana katika Mark chapter 8. We can read that. Mark chapter 8 verse 22 very quickly. Aliyepata na atusome. Manake niko na dakika zimebaki kama dakika 10 hivi. Mark 8:22. Wakafika Bethsaida, wakamletea kipofu, wakamsihi amguze. Asante sana. Tunamuona Yesu akiwa pale katika Bethsaida, kipofu akaletwa. Kwa nini Yesu hakumpa mguso wa kwanza alafu huyo kipofu akaona? Ilibidi Yesu afanye nini? Amguze tena. Yamaanisha kwamba mguzo wa kwanza haungetosha. Sisi kama Wakristo tulipokombolewa na tukaingizwa katika imani hii ya kuamini marejeo ya Yesu mara ya pili, uguzo wa kwanza wa kukubadilika kama Mkristo haukutosha. Tunafaa tuguzwe tena. Na tutaguzwa vipi? Tutaguzwa tukiwa karibu na muumbaji wetu. Tutaguzwa tukirekebisha matendo yetu siku zote na kusonga karibu na kiti chake cha enzi. Masaa haya nataka tujiulize ya kwamba imani yetu, sisi kama Wakristo tuliokuwa na imani, je, unaweza pata fursa kusimama kwa imani kwa muamini mwenzako? Unaweza pata nafasi ya kuwa wewe ndio ngazi ya mtu kusimama na kuketi na kumuona Kristo katika maisha yake? Hilo ndio swali ambalo tunafaa tujiulize tunapoangalia kuhusu mguzo wa pili. Kwa sababu wewe ulipoguzwa mara ya kwanza, naomba kwanza ukapata kwa ni mguzo kanini kwa maisha ya mtu yule aliyoko karibu na wewe. Nataka tuangalie kuhusu a lesson in acceptance. Yesu aliweza kuangalia vipi wanadamu? Aliweza kuwakubali kwa njia gani? Ni njia ipi ambayo iliweza kumwelekeza nani? Iliweza kumwelekeza mwanadamu kuweza kujua kwamba Kristo anaishi maisha ya kusongeza watu karibu na yeye. Yesu aliweza kukubali watu katika makataba yote. Aliweza kutangamana nao na bila kujudge, bila kutoa
hukumu. Aliweza kufanya nini? Aliweza kuwafunulia makuu ya mbingu. Hilo ndio ombi langu katika masaa haya, ya kwamba sisi kama Wakristo, wacha tupate kumkubali kila mwanadamu, wacha tupate kufungua milango yetu, tupate kukua ni wenyeji wa mbingu ambao tunamwakilisha Yesu Kristo katika hapa chini ya mbingu. Wale ambao walio na mvuto wa Kristo, wale ambao wanaangalia masuala kutokana na njia ya Kristo, watamwangalia mwanadamu aliyeanguka katika dhambi kwa mtazamo wa upendo, kwa mtazamo wa huruma. Tutakuwa na ile nia yenye Kristo aliyokuwa nayo alipokuwa anafanya nini? Alipokuwa anatangamana na wanadamu hapa chini ya jua. Je, katika masuala haya ya witness ama kutoa shuhuda za Yesu Kristo, tunaambiwa tupate kuanzia wapi? Wewe kama Mkristo, wewe kama mtu ambaye una uhusiano na Mungu, katika masuala haya unapoanza kutoa ushuhuda, je, unafaa uanzie wapi? Tunaambiwa kwamba mtu ili apate kufanya jambo ambalo lina busara ama jambo ambalo lina mnato katika maisha, ni uanzie pale ulipo. Katika familia yako, katika majirani zako, katika wale marafiki ambao mnatangamana nao kila siku, hapo ndio unapofanya kwa nini? Kuwa mwanzo wa kueneza injili ya Yesu Kristo. Tusitarajia kwamba tutaipata mahali pengine ambapo ni pakubwa, ni papana, ama place ambao will have more influence over people. Pale ambapo Kristo amekuweka kwa wakati huu, ndipo unafanya nini? Ndipo unafaa uanze kueneza injili yake. Watu wengi uweze ukaniambia katika himaya yako, katika utangamana wako katika ulimwengu huu, ya kwamba hawa watu wote wameweza kufanya nini? Wameweza kumpokea Kristo. Je, wewe kama mwana wa Mungu, ni juhudi gani unafanya ili kuweza kuhakikisha kwamba hawa marafiki zako, hizi familia zako zote zinafanya nini? Zinampokea Kristo. Na kuna changamoto katika maisha haya, ya kwamba hakika si wote ambao watafanya nini? Watampokea Kristo. Si wote watakapokea hizi shuhuda za Yesu ambazo utakuwa unaziakilisha. Jukumu lako ni kufanya nini? Jukumu lako ni kuweza kuwaombea. Ombea watu hawa, na zaidi ya mno, si jukumu lako, si lazima ubebe Biblia kila wakati kwenda kuwahubiria hawa watu. Lile jambo ambalo unaweza kufanya kwa matendo tu, matendo yako, mienendo yako na mwingiliano wako na hawa watu, itaweza kufanya nini? Itaweza kuwavuta katika Kristo. Sababu ya muda sitasoma, na ukipata muda mpendwa, soma Yohana 12:20 hadi 26. Hiyo itatuelekeza na kutupea experiences, jinsi wanafunzi wa Yesu walifanya nini? Waliweza kuanzia kwao. Manake Andrew hakuenda mahali pengine, alienda kwa ndugu yake kufanya nini? Kuweza kumleta kwa Kristo. Nasi pia tunaweza fanya vile. Nataka tuangalie jinsi gani tunaweza kabiliana na watu ambao wana nini? Watu ambao ni wagumu maishani. How to deal with difficult people. Yesu alifanya nini? Alitangamana vipi na hawa watu? Yesu aliwaona vipi hawa watu ambao walikuwa ni wagumu katika nini? Katika maisha. Tunaanza na huyu scribe, the unnamed scribe, mwenye alikuja kwa Kristo akimweleza kwamba, akimwambia, je, nitafanya vipi ili nipate kuurithi ufalme wa mbingu? Yesu anamwambia, we have what? We have two greatest commandments. Mpende Bwana Mungu wako na moyo wako wote, na kisha ufanye nini? Umpende jirani yako. Yesu hakumuona kama mtu ambaye hangeweza kufanya nini? Kuingia katika ufalme wa mbingu, bali alimuona kwamba siku zote ni nani? Ni candidate of heaven. Hivyo basi Kristo alikuwa na spiritual possibilities in all his dealings with human beings. Sasa sisi kama Wakristo, ili kanisa la Mungu lipate kukua, tunafaa tuangalia kwamba ukuaji wa kanisa, tunafaa tukuwe na macho ya ukuaji wa kanisa, tunafaa tukuwe na masikio ya ukuaji wa kanisa. Tunapofanya vile, basi tutafanya nini? Tutaelekeza wengi katika kundi la Yesu Kristo. Pia tunamwangalia huyu Peter na Yohana. Tushamzungumzia jinsi Yesu aliona kadri ya wao kuwa wavuvi wa watu, kadri ya kwamba hawakukuwa na kisomo cha huku ulimwenguni, bali Kristo aliona ni watu ambao wangeweza kufanya kazi katika zizi lake na kuwavuta wengi katika Kristo. Na katika himaya ya Kristo alipokuwa akiishi chini ya mbingu, tunaona hakika hawa wanafunzi wawili walikuwa ni wanafunzi ambao walikuwa na mnato katika kazi yake. Na pia
Tunamwangalia huyu mwizi aliyokuwa pale msalabani. Yesu alipokuwa ameangikwa kwa pale msalabani, akaangikwa katikati ya waizi wawili. Kuna mwizi mmoja ambaye hakuamini kabisa, alianza kumkejeli huyu Kristo. Lakini kuna huyu ambaye alitambua kwamba huyu ni mwana wa Daudi ambaye ameshuka chini ya mbingu kuweza kufanya nini? Kuweza kutukomboa. Basi Yesu akaproa ahadi kwake. Akamwambia, leo hii utakuwa na mimi wapi? Utakuwa nami paradiso. Yesu aliangalia mwanadamu zaidi ya nini? Zaidi ya unyonge. Zaidi ya ule unyonge katika maisha ya mwanadamu. Sisi kama wanadamu, sisi kama Wakristo, je, tukiwaona watu tunawahukumu na tunapitisha kiapo ya kwamba huyu hafai katika kingdom ya Mungu, huyu hana nafasi katika nini? Katika mahafala ya Mungu. Tunafaa tuangalie watu katika mtazamo wa nani? Katika mtazamo wa Kristo, ili Yesu tunapoendelea kutangamana kila siku hapa chini ya mbingu, tupate kujua kwamba there is no person who is so wicked that is not a candidate for heaven. Yesu alipokufa pale msalabani, alitufia sote sisi kama nani? Kama wenye dhambi. Yule mtu ambao unamwona kwamba hafai ama hastahili ama hata hana nafasi katika ufalme wa mbingu, basi huyo ndio mtu ambaye Kristo ameweza kufanya nini? Ameweza kuandaa na kusema kwamba huyu hakika akikuja katika hekalu langu, akikuja katika kundi langu, ataweza kufanya nini? Atakuja kuwa wa msaada zaidi. Mniruhusu nipate kusoma quote katika siku hiyo ya Wednesday kuhusu jinsi ya kukutana, ya kushirikiana na hawa watu wagumu katika kazi ya Mungu. Inasema, ask the Lord to make you sensitive to the ministry of the Holy Spirit in the lives of others. Pray that God will give you the second touch and open your eyes to the spiritual opportunities He brings before you each day to share your faith with others. Seek God for a seeing eye, a listening ear, and then sensitive heart, and a willingness to share the Christ you know and love with others, and you will be on your way to an exciting journey of a lifetime. There is no any satisfaction that a person can ever have by sharing Christ. Unapata ule mvuto, ile furaha katika moyo wako inakamilika unaposhare Christ na nani? Na mtu mwingine aliyoko katika himaya yako. So let's endeavor we as Christians, ya kwamba tunapomwona mwanadamu, wacha tupate kumuona kama huyo mtu jinsi Kristo angeweza kumwangalia. Je, wewe kama disciple wa Yesu, wewe kama mtu ambaye Kristo ametuma katika nyumba yake upate kuwavuta wengi katika zizi lake, je, unamwangalia vipi mwanadamu aliyeanguka katika dhambi? Unamwangalia vipi jirani yako? Unamwangalia vipi rafiki yako aliyoko wapi? Aliyoko katika hekalu la Mungu na katika himaya zote katika maisha. Ninapoenda katika siku ya mwisho namalizia, nataka tuangalie kwamba sensing provisional opportunity. Yesu ametupea nafasi katika haya maisha. Tunapoendelea kuangalia, tunaposoma kitabu cha Acts naitwa vipi kwa Kiswahili? Matendo ya Mitume. Asanteni sana. Matendo ya Mitume ni kitabu kilichojaa maelekezo ambayo inafanya nini? Ya kuwavua watu. Actually, when you read the whole book of Acts, it is talking about bringing people. Jinsi wanafunzi walikofanya kazi usiku kuja kuweza kufanya nini? Kuwavua watu na kuwaleta karibu na Kristo. Mungu katika agano jipya tunaona kwamba amefungua milango mingi sana kuweza kuwasongeza watu karibu na nani? Karibu na kiti chake cha enzi. Sasa sisi kama wafuasi wake tunafaa tukue makini ya kwamba katika hizi milango ambazo Yesu ametufungulia katika maisha, tupate kuwaleta wengi katika zizi lake, ili Yesu arudipo mara ya pili tupate kuwa katika ile kundi mlaki mawinguni. Mbarikiweni. Wacha tuamini na tuombe. Mfalme, asante kwa njia ya kipekee kuweza kuzungumza nasi kupitia maandiko yako, ya kwamba tupate kuwaona watu jinsi ungewaona wewe. Turehemu Kristo pale ambapo tumepungukiwa na unyonge na tukaangalia watu kwa macho ya kibinadamu. Jehova, turekebishe ili tupate kuwavuta wengi katika zizi lako. Ni katika Kristo naomba. Asante sana dada Morini, kwa sababu hatujazoea hiyo muda, lakini nataka tuweze kujifundisha kwamba tunapopewa dakika 10, tafadhali make use of that time. Wakati huu nataka tuweze kupata special item kutoka kwa kwaya. Karibuni.
for our special item. We are moving very fast. Usije ukaachwa nje. We are moving very fast because we are looking at the time. So please, wanakwaya, sijaita choristers, nimesema wanakwaya. So please, ni kwaya. Kama ndio ninyi, wimbo mmoja. Kama wako, tutaita choristers for just presentation, kama kupresent kwaya kama wako. Karibuni choristers. We are not waiting for somebody who is not in. Please, let us.
kwaya, asante sana, Bwana aweze kuwabariki. Tunataka kuingia katika mahubiri ya watoto. Nataka niweze kumkaribisha dada Pauline Wamboi for third presentation. Karibu dada Pauline. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Happy day. Ninafurahi kusimama mbele yenu kwa ajili ya mahubiri ya watoto. Kabla tuanze, tuinamishe vichwa vyetu tuweze kupata ombi. Baba, ni katika jina safi la Mwana Yesu Kristo tunashuka chini ya miguu yako asubuhi ya leo Bwana. Tunaliinua na kulihimidi jina lako, maana wewe ni mwaminifu na wewe ni Mungu katika maisha yetu. Baba yangu na Mungu wangu, ninakwenda kusimama mbele ya wana na binti zako. Ninaomba Roho wako Mtakatifu aweze kunipaka mafuta. Hebu neno nitakaloenda kulinena mbele ya watu wako Bwana likaweze kuleta manufaa kwetu na likaweze kuwa ni baraka katika kila mmoja wetu. Na ni katika jina safi la Mwana Yesu Kristo tunaomba tukiamini na kichwa cha ujumbe wangu siku ya leo ni created to be like God. Kuumbwa kuwa kama Mungu. Created to be like God. Kuumbwa kuwa kama Mungu. Fungu kuu tutapata kutoka kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 26 hadi 27. Naomba ambaye amepata aweze kunisomea. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kitambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, wanaume na mwanamke aliwaumba. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Swali ni je, Mungu alikuwa na akina nani hao ambao walikuwa nawaambia waweze kumfanya mwanadamu kwa sura yake? Hapa tunaona ya kuwa Mungu alikuwa na Yesu pamoja na Roho. Tunaona ya kuwa Mungu alituumba tukaweze kuwa kama yeye. Na je, sisi kama watoto tunaweza kuwa aje kama Mungu? Ninapoendelea kusoma fungu hilo, Mungu alipomuumba mwanadamu aliweza kumuumba kwa mfano wake mwenyewe. Na katika akili zetu tunaelewa ya kuwa Mungu ni upendo. God is loving. Hii inamaanisha ya kuwa Mungu ni upendo, na kwa hivyo sisi sote tunafaa kuishi katika upendo, tukaweza kupendana sisi kwa sisi. Tunamwona Mungu akiongea na Yesu na Roho pia. Je, hebu tuweze kujiuliza swali hili. Nini maana ya kuwa kama Mungu? What does it mean to be like God? Mungu, tumeona Mungu ni upendo. Kwa hivyo tunafaa kuishi kwa upendo, na tunapopendana sisi kwa sisi, hakika tutakuwa tunafanya yale Mungu ambayo anaweza anatuuliza tuweze kuyafanya. One way that God wants us to be like him is to always love him and to love others. Lengo kuu katika fungu hili ni upendo. Tunapoishi katika upendo, hakika tunaweza kuishi kama jinsi Mungu anavyohitaji kutoka kwetu. Mungu anajua kila kitu. Na je, sisi kama watoto, tunaweza kuwa tunajua kila kitu? Hatuwezi kuwa tunajua kila kitu, lakini kupitia kwa nguvu za Mungu hakika tunaweza kufanya nini? Tunaweza kujua kila kitu kama jinsi Mungu anavyojua. Na je, Mungu wetu huwa ako na hasira? Hilo ni swali tunafaa kujiuliza sisi sote. Je, Mungu wetu wako na hasira? Mungu ni kweli huwa na hasira, lakini kwa sababu yeye ni mwenye upendo,
hawezi kuachilia hasira yake juu yetu sisi. Anatunenea kwa sauti ya upole, na anatuelekeza katika kutenda yaliyo yake. Ninapomalizia, kuna himizo hapa. Mungu anataka, if we love God and love other people and do the right things that God wants us to do, then we will be like God and we will be doing the things He made us to do. Tumeona ya kuwa Mungu ni pendo, na tunapoishi katikati yetu tuweze kupendana na tuweze kufanya yale Mungu anayokusudia tukaweza kuyafanya. Na hii ni njia moja ambayo Mungu tunathibitisha ya kuwa Mungu alitupa tukaweze kuwa kama yeye. Tufunge macho tuweze kumalizia kwa ombi. Ninaomba, God, you made us to be like you. Help us to be like you by always loving you and other people and always do what is right. Mungu, tunakuomba ukaweze Baba yangu kutuwezesha ili tukaweze kuishi jinsi unavyotaka, tukaweze kuishi na upendo ndani yetu, na tukaweze kufanya yale yote ambayo yanakufurahisha wewe. Asante Mungu wetu ni kwa ajili ya fundisho hili. Ninaomba ukaweze Baba yangu kulibariki, na tunapoenda Baba yangu kulitilia maanani likaweze kuwa ni mbegu tema katika maisha yetu. Na ni katika jina safi la Mwana Yesu Kristo nimeomba nikiamini na hata kukushukuru. Asante sana. Tutumie hii. Ilikuwa ni mhubiri wa watoto. Wakati huu naomba sasa tujiandae, tunataka kumwalika mchungaji wetu ili aweze kuingia katika kipindi kinachofuata. Na nawakaribisha uweze kuingia katika ibada. Naamini ya kwamba Mungu wetu atatuongoza katika ibada ya siku ya leo tunapojiandaa kwa ajili ya kupokea baraka yake. Bwana aweze kutubariki. Bwana Yesu asifiwe. Basi karibuni kwa ibada hii ambayo ni fupi sana. Tutazoea tu ukienda Babiloni, utakuta yao ya Babiloni na lakini tutazoea. Tuombe. Tunashukuru Bwana kwa kuwa nasi na kuleta kwa ajili ya ibada yako. Tunapokuwa hapa utujulishe ibada hii, tuandae kwa ajili ya marejeo ya Yesu, kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina. Matangazo kwanza, tujue kwamba tunakuja hapa kimakundi. Kundi la kwanza linaanza saa 2 hadi saa 3. Nikitoka kuna shughuli hapo ufano hapa, alafu kundi la pili linakuja saa 4 na kwenda kuendelea hivyo mpaka makundi yote yaishe. Kwa hivyo kila mmoja amefika hapa. Baada ya hii ibada, tafadhali toka ili wengine nao waje. Ukileta siasa katika hizo siasa, kupatie Mungu, tuseme Mungu kabiliana na hizo siasa. Kwa hivyo tukimaliza hivi saa 3 ikifika itakuwa imemaliza, utoke. Alafu kuna budget ambayo tulikuwa tunakusanya kuandaa hizi ibada za kipindi hiki, ilikuwa ni 150 hazijafikia. Kwa hivyo wewe ambaye bado na wewe ambao unataka kuongezea, fanya hivyo ili kwamba tufikishe budget hiyo bila shida. Makambi yataanza mwezi ujao kuanzia tarehe 16 hadi 22. Kuna sadaka ya makambi ambayo ni shilingi 10 kila siku. Kwa hivyo 3660 mwaka huu na siku hizo. Andaa sadaka ya makambi vizuri, na pia uandae matumizi ya makambi.
kila mmoja mshiriki mtu yoyote 2,000, na ikiwezekana umebarikiwa zaidi pia utaongeza. Ni wakati pia ambapo wengi walikuwa hawarudishi zaka na kutoa sadaka. Haya, tunaomba kwamba zile ambazo mlikuwa mukieka leo tunafanya hivyo. Wakati gani? Ibada hii ikiisha tu, sanduku liko hapo nyuma, ukipitia pale unadumbuiza pale bahasha yako yenye sadaka za makambi, sadaka ya kawaida na zaka pia. Kwa hivyo ni muhimu sana kufanya hivyo. Haya, Church Finance Management System ya kwamba wale ambao hawajajisajili kwa utoaji wa zaka na sadaka, ni kwamba ukiwa haujajisajili, nione baada ya hapa, ama fuata maagizo haya. Chukua simu yako vizuri, ubonyeze nyota 369 nyota 7 mkwaju na ufuatilie maagizo hadi mwisho. Utaulizwa assemble ya kanisa, yani kodi ya Ziwani ni 15113 15113. Hiyo ndio sembo ya Ziwani. Kingorani sembo yao ni 15113 15113. Hizo ndizo kodi za makanisa. Utakuta kwamba hiyo simu yako itakuwa inakuuliza hivyo. Ukiwa ni wa Kingorani, shika hiyo sembo yake. Ikiwa ni wa Ziwani, jaza ile sehemu ambayo ni ya Ziwani. Tukifanya hivyo, Mungu atubariki. Wengi wetu hatujajisajili na tunataka huu mchakato huu uanze kazi rasmi hivi karibuni. Naomba kwamba wale ambao hawajajisajili, hata kama una swali, njoo uniulize mimi, tusaidiane. Hakuna mambo ya sita kuhusiana na kujisajili. Hakuna hayo mambo. Ukija takueleza vizuri sana. Haya, kuanzia leo tutakuwa tunasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Kuanzia leo tutakuwa tunasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza, 1 chapter a day, sura moja siku moja. Narudia, sura moja siku moja, 1 chapter a day. Na mwongozo wa kusoma Biblia uko hapa. Kwanza, jua ni nani aliandika kitabu hicho ambacho unasoma. Pili, ana kusudi gani mwandishi huyu? Ana kusudi gani huyu mwandishi wa kitabu cha Wakorintho wa kwanza? Ana kusudi gani kwangu ama kwa wale ambao alikuwa anawaandikia? Alikuwa ana kusudi gani? Na hapo ndo utapata kusudi hilo, somo hilo kwako wewe, kwangu mimi wakati huu. Na pia aliwaandikia kina nani? Aliwaandikia kina nani? Wakati gani? Kwa hivyo kitabu cha Wakorintho ambao ni wa kwanza kiliandikwa wakati wa miaka ya 53 na 55, hapo katikati. Kwa hivyo nimekupa jibu la lile swali ambalo ni la mwisho. Narudia, who is the author? Purpose. Lesson 3. To whom was it written? People. That is what people. Alafu ile mwisho, when, wakati gani ambapo kiliandikwa kitabu hiki? Ukiyajibu haya maswali yote haya, unakuwa kiroho kila siku. Tufanye hivyo. Na upande wa watoto, wanasoma kitabu cha barua ya kwanza ya mtume Yohana, first letter of John. First letter of John. Watoto wote wanasoma pale. Wazazi, tujue ya kwamba kipindi hiki ni kigumu, kiko tofauti sana. Kwa hivyo tukumbuke wajibu wetu. Mzazi mke, una wajibu gani?
asilimia 40, 40% input, asilimia 40 mafundisho ya mtoto wako, ni msichana ama ni mvulana, ujue kwamba Mungu amekupa asilimia 40 mafundisho kutoka kwako wewe mama kwa mtoto wako, na wewe baba asilimia 20. You can see 40%, 20% plus 60%. Kwa hivyo mama na baba mkifanya wajibu wenu vizuri, mnakuta already you are succeeding. Kwa nini? Kwa sababu asilimia 60 tayari mtakuwa mmewajibika nayo. Alafu kanisa asilimia 10 na shule asilimia 10 zimefungwa sasa, lakini zitafunguliwa kadri hivyo kwamba shule ambayo ni nzuri inatia asilimia 10 na mtoto mwenyewe asilimia 10 pia, na rafiki yake asilimia 10. When you add all those you get 100%. Ndio basi mimba za ujanani zinakimbizwa na Yesu. Utovu wa nidhamu unapotezwa na Yesu. Kula dawa za kulevya unapotea. Tabia mbaya zote zinapotea. Kwa hivyo ni wakati ambao tunakumbuka wajibu wetu. Sema kanisa ndilo lifanyelo. Kanisa lina asilimia ngapi? Kama tumeona asilimia 10 peke yake. Asilimia 10 peke yake. Kwa hivyo unaona ya kwamba hata kama watoto hawaji hapa kwa wakati huu, lakini kuna mpango ambao ni maalum kuona kwamba watoto pia wanapata kitu kidogo. Kwa hivyo wewe mzazi mke na wewe mzazi mume, wajibu wenu mjue vizuri. Ni matangazo hayo, tuingie kwa somo letu. Kichwa chetu kinasema nini? Kinasema hivi: thamani ya mtu wa Mungu. Thamani ya mtu wa Mungu. Je, umepata kujiuliza wewe ni mtu wa Mungu au la? Ikiwa ni ndio, basi ujue una thamani kubwa sana. Una thamani kubwa sana. Kivipi? Ya kwamba mtu ambaye si wa Mungu, ya kwamba yule ambaye hamwamini Yesu hana thamani. Kivipi? Akipoteza harudishiwi mali yake. Hana thamani kivipi? Kwa sababu akipoteza chochote, akiibiwa, haregeshewi. Yule ambaye hamwamini Yesu anaishi hivi, akipoteza chochote harudishiwi. Lakini huyu ambaye ni mtu ambaye ni wa Mungu, anayemwamini Yesu Kristo akiwa mwokozi wa maisha yake, akipoteza chochote harudishiwa. Joel 5, nenda pale. Joel 2, nenda pale Joel 2 mstari wa 25. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nilituma kati yenu. Waisraeli walikuwa wamefanya dhambi nyingi sana, wakatekwa nyara, mimea yao ikaharibiwa, vitu vingi tu vikaharibiwa. Mchakato wao wa nini wa elimu wenyewe ulikuwa umeharibiwa. Kila kitu kilikuwa kimeibwa. Ng'ombe wameibwa, mbuzi wameibwa, kondoo wameibwa, mashamba yameharibiwa. Mungu akatuma nabii wake Joel, akambia nenda hadi kwa Waisraeli, watu wangu, uwaambie kila kitu ambacho kimepotezwa na nini? Na nzige. Nzige is very destructive. Locusts are very destructive. Kwa hivyo Mungu anatumia nzige hapa kama nini? A symbol, mfano tu ya kwamba wale maadui ambao walikuwa wameingia Israeli na kuharibu maisha ya Mwisraeli, Mungu akaahidi ya kwamba kila Mwisraeli alichokipoteza nitamrudishia. Bwana Yesu asifiwe. Tumepoteza nini?
Tumepoteza nini kipindi hiki kigumu chote, tangu mwezi wa 3 mwisho mpaka leo? Tumepoteza nini? Vitu vingi tu ambavyo tumewahi kuvipoteza. Wengine wamepoteza wachumba wao. You never know. Mahusiano yameenda mrama, yameharibika. Mungu anaahidi, ukisoma ya kwamba Mathayo 17:11, Elia yuaja naye atatengeneza yote. Elia nani hapa? Yesu. Anachukua wakati huu ya kuturudishia mahusiano ambayo yameharibika. Huenda ndoa kumekuwa na vitu ambavyo havieleweki kwa sababu ya adui ambaye ni COVID-19. Corona ameingia, ameharibu mahusiano katika ndoa, katika nini, familia, mke na mume, mzazi na mtoto, mzazi na rafiki, mwajiri na mfanyakazi. Mahusiano yameharibika. Mungu anatuahidi ya kwamba mtu wa Mungu hapotezi chochote. Ndipo anasema ana thamani kubwa. Pili, wende ya kwamba elimu pia imenajisiwa. Ndipo shule zimefungwa. Lakini Mungu anasema kuna mkakati ambao tayari ameweka kwamba kila mtoto wa mtu wa Mungu atarejeshewa hekima ile ambayo amekuwa akipoteza tangu mwezi wa 3 mpaka sasa. Kama hamtasema amina, malaika wanasema amen. Ruthi 4:15 ndipo tunapata pale, naye atakurejezea uhai wako. Elimu ni uhai. Ndipo nasema naye atakurejezea uhai wako na kuangalia katika uzee wako. Afya pia zimeathirika. Adui ameingia, pepo mchafu ameingiza magonjwa. Wakati gani? Kuanzia mwezi wa 3 hadi sasa afya za almost everybody, karibu kila mtu afya yake sio nzuri. Yesu anasema Isaya 58 na mstari wa 12, palipobomoka patajengwa upya. Mishipa iliyoharibiwa na viini, germs, virusi na mengine, kila afya ambayo imeathirika. Yesu ambaye ni daktari mkubwa yuko hapa, anasema anatuahidi ya kwamba atarejesha afya bora. Na mwisho tunasema hivi, economy that has been interfered with, uchumi ambao umeharibiwa, uchumi ambao wengi wamepoteza kazi, vibarua, jira, mambo, biashara sio nzuri tena. Kila kitu ambacho kinaambatana na nini, uchumi, kimeathirika. Luka 19 mstari wa 8, Zakayo anasema kama ninyang'anya mtu. Kwa hivyo ikiwa shetani anatunyang'anya uchumi, hii ni kanuni ya mbingu. Kanuni ya mbingu ni aliyenyang'anywa arudishiwe mara 4. Bwana Yesu asifiwe. Je, uchumi wetu umeathirika kiasi gani? Unajua kiasi kile chote ambacho uchumi wetu umeathirika. Hesabu 23 mstari wa 19, kitabu kinamalizia kusema hivi: Mungu si mwanadamu aseme kitu na hatatekeleza. Mungu si mwanadamu hatasema kitu asipotekeleza, hata ahidi kitu na hatatimiza. Jinsi ambavyo Mungu alimwahidi Joeli nabii wake ya kwamba kila alichokipoteza Mwisraeli nitamrudishia. Yesu
sehemu pia ni kanuni ya mtu wa Mungu ya kwamba ana thamani kubwa sana. Anapoibiwa chochote na pepo mchafu na shetani na ibilisi na jeshi la ibilisi linapoharibu chochote ambacho ni cha mtu wa Mungu, Mungu anasema kanuni ya mbingu ni kwamba mtu wa Mungu ana thamani kubwa sana, ndivyo haendi hasara. Bwana Yesu atusaidie. Tuangalie aya hii Yoeli 2:25 vizuri. Tuiangalie aya hii Yoeli 2:25 vizuri, kiasi cha kwamba kuwa tuna hakika ya kwamba tumepoteza vitu fulani muhimu sana katika maisha yetu, lakini Mungu huyu ambaye hasemi uongo ataturejeshea. He will pay us back. He will pay. He will pay. He will pay us back. Everything will be paid due to time. Tuombe. Asante Yesu kwa kuwa nasi. Ongea nasi kupitia aya nzuri sana, kupitia nabii wako Joeli. Kila kitu ambacho adui alikiharibu katika kipindi hiki na katika historia yote hapa duniani, wewe ni mwaminifu, unaahidi ya kwamba utatulipa. Iwe hivyo Bwana. Bariki kila mtu ambaye amekuja hapa, yule ambaye anakusikiliza akiwa hapa, akiwa mbali kule, anaposikiliza sauti akabubujike na tumaini ya kwamba atarejeshewa mali alizopoteza, pesa zilizopotezwa, jina iliyopotea, kufutwa kwake kazi, atapata kazi bora zaidi. Biashara yako imefifia, itarejea zigana. Kazi yote ambayo imeathirika, Mungu utamlipa. Jina lako litukuzwe kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu atubariki wote. Tunaomba ya kwamba kadri ambavyo kila mtu anatoka pale nyuma, kuna masanduku ya zaka na sadaka na aina zote za matoleo. Wale ambao watatoka kwa mlango huu au huku, kuna kitasa hapo, na ambao watatoka kwa mlango huu kuna sanduku pale. Naomba wazee kuzingira hizi bidhaa tuziweke wapi. Tunaomba, tunakushukuru Mungu kwa kutubariki na kutupa vifaa kupitia watu wako ulio wabariki. Vifaa hivi tunaviweka wakfu katika nyumba hii, itende kazi ya kwamba kazi yako iendelee mbele, na kwamba tujiandae kupitia vifaa hivi. Jina la Yesu Mwokozi wetu. Bwana akubariki. Mashemasi tunatoka kistai, wale ambao ni wako huko mwisho ndio wanaanza kutoka huko, observing distancing. Sikuenda hivi kenyeji afadhalini, tunaenda vizuri, tunatoka vizuri, moja vile vile. Bwana awabariki. Tuomba hivi, wewe ambaye tayari umeabudu, usirudi tena tafadhali. Usirudi tena kanisani. Hakufukuzwi watu, lakini vile ilivyo Kwa hivyo naomba upatiane nafasi kwa mwingine yule. Bwana atubariki sisi wote. Mashemasi huko nyuma, msilale. Just imagine people out. Tukipoteza wakati huu, hawa ambao ni wa pili watakosa. Na sasa vizuri, ukila wewe mwingine ana